Naomba niwasihi sana, tulia uweponi mwa Mungu sasa, tulia madhabahuni pa Bwana sasa. Mungu ana haja na wewe. Liko jambo Mungu anataka akufundishe, liko jambo Mungu anataka akupatie. Kaa uweponi mwa Mungu sasa. Naomba unifuatilie, uende pamoja na mimi, halafu Bwana atakuonyesha nini kusudi la kukukusanya sasa katika ibada hii, ili wewe uende sawa na kusudi lake. Katika mwendelezo wa somo la gharama za kufikia wokovu wa kweli, kufikia wokovu wa kweli. Wokovu wa kweli ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu, lakini mpango wake jinsi alivyoupanga, akaamua kumtuma mwanawe wa pekee aje duniani ili kuwaokoa watu. Biblia inasema alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo mwanadamu hakupanga kumtafuta Mungu, ila Mungu alipanga kumtafuta mwanadamu. Mungu alipanga kumtafuta mwanadamu. Kwa hiyo tunapotangaza wokovu wa kweli, ni ule wokovu wa mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Lakini je, huyu mwenye kupata wokovu wa kweli atatakiwa afanye nini ili aupate wokovu wa kweli? Tunaona maneno ya Mungu katika kitabu cha Mathayo. Mtu mmoja aliyekuwa mwalimu wa Wayahudi, jina lake Nikodemu, alitoka spidi nyingi huko alikokuwa, akamfuata Bwana Yesu. Biblia inaonyesha alikuwa akimfuata Yesu usiku. Akamwendea akamuuliza, najua ya kuwa wewe ni mwana wa Mungu, nawe unafundisha kweli ya Mungu yote, lakini naomba uniambie nifanye nini ili niurithi uzima wa milele. Kumbe yeye alipopanga kuja kuleta wokovu, kuna vitu wanaopokea wokovu wanatakiwa wavijue ili wafanye, ndipo waupate wokovu wa kweli. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anapopanga lazima anatakiwa aelewe na kusudia kumpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ninatamani nikaingie mbinguni, natamani niishi kama Mungu anavyopenda. Je, ni vitu gani natakiwa nivifanye? Lakini tunaona kuna mtu mmoja, kijana mmoja, Biblia inasema katika kitabu cha Luka, aliyemfuata Bwana Yesu, akamuuliza, nifanye nini ili nikauingia uzima wa milele? Ili kupata ufalme wa Mungu nifanye nini? Bwana Yesu akamwambia. Kwa hiyo tunagundua viko vigezo vya watu wanaotakiwa kupata wokovu wa kweli. Halafu Mungu yeye mpango wake ni kutafuta na kuokoa. Yeye anatafuta ili aokoe, lakini sisi baada ya kutafutwa tunatakiwa tujue ili tuokolewe tufanye nini. Okay, ngoja nikupe mfano mmoja. Inawezekana ni mfano ambao umewahi kusikia, lakini una kitu cha tofauti katika kusikia kwako leo. Shimo limechimbwa. Mtu mmoja, hadithi hii inasema shimo lilichimbwa. Mtu mmoja katika kutembea kwake, kwa bahati mbaya akatumbukia ndani ya lile shimo. Alipotumbukia ndani ya lile shimo, hatua ya kwanza alianza kupiga ngoro ili asaidiwe. Alipiga ngoro ili asaidiwe. Kwa kuwa kule shimoni hakukuweko mtu anayeenda kuchungulia wala mlinzi. Baadaye watu wakasikia sauti ya mtu analia, wakamwendea. Kufika yuko shimoni, wakafanya mchakato ili wamwopoe kwenye lile shimo. Wakasuka kamba, halafu wakamshushia, wakamwambia, shika hiyo kamba nasi tutakuvuta. Badala ya kushika kamba, akaanza kutafuta sababu za mchimba shimo alikuwa anachimba la nini. Anasema, siwezi kushika kamba, nionyesheni yule aliyechimba yuko wapi.
Sasa tukikuonyesha na wewe uko shimoni, utamfanya nini? Hatua ya kwanza, toka kwanza shimoni. Anasema sishiki kamba. Wewe mpaka leo kuna watu analia, anataka wachungaji wangemwombea, anataka wahubiri wangemwombea, anataka pengine makanisa wangeandamana waende nyumbani kwake wamwombee, washushe faya ya Yesu pale, waite nguvu ya Kristo, waite uwepo wa Bwana ufunike pale. Lakini bado ukimwendea, anataka kujua ni nani mbaya wake anayempa kuteseka. Pata kwanza ukombozi na msaada. Huyo mbaya hauna haja hata kumjua. Mshukuru Mungu baada ya kukombolewa. Haleluya. Ndugu yangu, nataka nikwambie jambo. Hatua za kufikia wokovu wa kweli, gharama ambayo unatakiwa kuitoa wewe, gharama ambayo unatakiwa kuitoa wewe. Katika mwendelezo wa somo hili tuliona hatua ya kwanza, utambue Mungu anakupenda. Utambue Mungu anakupenda. Hatua ya pili, ukubaliane kuadhibiwa kwa njia ya Injili, kwa njia nyingine ambayo Mungu ameikusudia, na wewe ukubali kurudi kwa Mungu. Lakini nikwambie, silaha moja kubwa ambayo Mungu anawafanyia watu wake kuadhibia, ili wamrudie, ili wakumbuke, ili wamtafakari yeye aliyewaumba, ni Injili pekee. Kwa hiyo mtu wa Mungu, naomba ukubali kwamba wewe unapendwa na Mungu. Wewe unapendwa na Mungu. Lakini jambo la pili, uwe na bidii ukatubu. Maana yeye wote awapendao anawarudi, anawakemea na kuwarudi. Wewe ufanye bidii ukatubu. Sasa naomba tuchambue vizuri ili neno kutubu. Yako mambo unaweza ukasikia halafu usielewe. Halafu yako mambo unaweza ukaona umeelewa, kumbe ulianza kuelewa bado haujaelewa, ila ulikuwa unakaribia kuelewa. Aidha ulikuwa unaingia kwenda kuelewa, lakini bado hujaelewa. Neno kutubu lina upana, lina upana. Naomba nikuonyeshe leo zaidi. Somo hili tuendelee kujifunza zaidi. Hizi ni gharama za mambo ambayo wewe unatakiwa kuwa nayo, au vigezo unatakiwa kuwa navyo ili kupata wokovu wa kweli. Unatakiwa ujue maana halisi ya kutubu. Nilikueleza mjumuisho wa hili neno kutubu ni kukubali kwamba wewe una dhambi na kukubali kuziacha. Unapokiri mimi nina dhambi, halafu unatakiwa uamini na kwamba sasa sitaki tena, na nitakuwa tayari nisifanye dhambi tena, bali nitampokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu daima. Kwa hiyo unakuwa tayari umetubu. Lakini mchanganuo wa undani zaidi unalazimika, kwa sababu kizazi tulicho nacho, watu wanaenda kanisani wakiamini wametubu kwa sababu wameongozwa sala ya toba. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Baada ya kuambiwa maneno haya au kuongozwa, anaamini sasa nimemaliza. Lakini toba ilivyo ina upana zaidi, na ndio maana wale ambao wamefuata tu hayo, hawajajua maana halisi ya kutubu, wanaendelea kuishi na dhambi na huku wanasali. Wameendelea kuchanganya umma, na wenyewe wamejichanganya, wamejikoroga na wamekorogeka kweli, wamechanganya na wamechanganya kweli. Yani mambo hayaeleweki, mbele yao ni maluerue, wanaowatazama hawaoni nini ni kipi.
kwa sababu watu hawakujua maana halisi ya kutubu. Moyo wa toba tuuchambue ulivyo katika neno la Mungu. Naomba turejee katika neno la Mungu, kitabu cha Waebrania sura yake ya 4 mstari wa 12 na wa 13. Mtu wa Mungu, naomba tufuatane hapa. Waebrania, waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wowote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe wazi, wala hakuna kiumbe wazi mbele zake, lakini vitu vyote viuchi na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Vitu vyote viuchi, si kwamba viko wazi tu, bali viko uchi. Maana mtu unaweza ukamwona amevaa nguo, lakini Mungu anatuona tuko uchi, hatujavaa nguo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mbele za Mungu tunaonekana hivyo. Sasa huu moyo wa toba wenyewe, kwanza neno la Mungu namna ambavyo linaona, linapomwona mtu linamwendea ili limfikishe kufanyika Mkristo wa kweli. Kwanza linavigawanya vitu vilivyoko ndani ya mwili wa mtu. Linagawanya damu na nyama, mafuta na maji yaliyo ndani ya mtu. Mifupa inatenganishwa, inagawanyishwa. Kwa hiyo kifupi tunasema toba au kutubu ni kufumuliwa ili ufumwe upya. Ni kufumuliwa ili ufumwe upya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kutubu ni kubomolewa ili ujengwe upya. Unabomolewa ili ujengwe upya. Toba maana yake ni matengenezo, marekebisho yanayoleta mwonekano tofauti na awali. Kutubu ni kupata hali tofauti na ya kwanza uliokuwa nayo. Maana yake sasa, wewe unapogawanywa, Roho Mtakatifu neno lake linapoingia ndani linakugawanya. Kwa hiyo unapojikuta ulikuwa mwizi, unagawanywa vile viungo vilivyoshirikiana kuiba. Mawazo yako, maneno yako, matendo yako vinaanza kugawanywa, vinasambaratishwa, kila kimoja kinaenda huko, halafu baadaye vinaanza kurudishwa vipya. Maana yake unaletewa sasa tabia ya maneno mapya, tabia ya matendo mapya, tabia ya mawazo mapya, ndiyo inaingia ndani yako. Huyu mtu sasa tunasema ametubu, na hapo tunasema anakuwa Mkristo wa kweli. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukitubu kwa maneno bila mgawanyo ndani, bila badiliko ndani, kifaa chochote
Kifaa chochote kinachopokea vitu, inaweza iwe ni sulfate, inaweza iwe labda ni kikapu au ungo, inaweza iwe ni ndoo. Unapotazama, inawezekana kikasimamishwa mtindo wa kubeba, lakini hakijabeba. Ukiweka pipa mahala fulani lililofungwa mfuniko vizuri na nje limeoshwa vizuri, limewekwa pale, wakakwambia hebu bwana tuambie lile pipa pale limebeba nini, au limebeba au halijabeba, huwezi kujua. Sasa ili ujue, hatua ya kwanza, nenda kalitikise uone, je linanyanyuka? Unapolinyanyua ukiona zito, maana yake ndani lina kitu. Kwa hiyo inakuja ajenda ya pili, kwa kuwa ni zito na ndani humu linaonekana lina kitu. Ni kitu gani kilichomo? Lazima ufungue ile siri. Unapofungua ule mfuniko, ndio unagundua ndani kuna mafuta, ndani kuna maji, ndani kuna udongo. Utagundua baada ya kufungua. Sasa watu waliookoka, Wakristo wa kweli, watu waliotubu, moja ya vigezo walivyo navyo, wanatakiwa wao wakae ni watu waliobeba. Sasa kwenye watu waliobeba, wako wengine wamebeba uchawi, wameenda nao kanisani, wamebeba ndani, wana vitu lakini ni uzinzi, ndani wana vitu, wengine ni wizi, ndani wana vitu, wengine ni ulevi, ndani wana vitu, wengine ni uchonganishi. Sasa tunapaswa tujue namna ya kuangalia vilivyoko ndani, tufungue ndani. Tunapofungua ndani, tunagundua kuna ujambazi, tunajua huyu sio Mkristo, anapaswa tumwambie kingine. Sasa hapa ninapokueleza hatua na process za wewe, hahitaji mtu aje kwanza kufungua. Liko jambo gumu duniani kwa wanadamu wote, wasomi na wasiosoma. Daktari ni mtu mmoja mbobezi, na Mungu ambariki kwa akili yake nzuri, anatusaidia wanadamu chini ya jua. Ametengeneza vifaa vinaitwa maabara. Ukienda maabara unapata kwenye kile chumba, unapata matibabu mbalimbali au majibu mbalimbali kwa ajili ya matibabu ya afya yako. Lakini kuna kitu kinaitwa x-ray. Kuna vifaa wametengeneza vinaitwa ni vifaa vya kucheki mwili, yaani anakukagua mwili mzima una matatizo gani. Lakini hakijawahi kutokea kifaa kinachokagua mawazo ya mwanadamu ni mawazo gani. Hakijawahi kutokea kifaa, na hakiji kutokea kifaa cha kugundua mwanadamu anawaza nini, na hakitakuja kutokea kifaa chochote cha kutengeneza mawazo ya mwanadamu. Hakiji kutokea kifaa cha kutengeneza mawazo ya mwanadamu au kurekebisha moyo wa mwanadamu. Daktari anafanya operation kwenye moyo wa mwanadamu, anaiona damu na nyama, hajawahi kuyaona mawazo anayoyawaza mwanadamu. Neno la Mungu lije pesi kuyatambua mawazo ya watu. Hii ndio ajabu yake ambayo ninataka nikuambie. Mungu anapotaka watu wawe na vigezo vya kufikia wokovu wa kweli, vinahitaji mtu kwanza uwe makini sana kusikiliza na kujifunza neno la Mungu kwa undani. Kwanza ujue neno la Mungu lije pesi kuyatambua mawazo yako. Tunapozungumza kutubu, mtu ni lazima ajue Mungu anayatambua mawazo yangu. Maana yake ni wazo lipo kabla mtu hajatenda chochote. Wazo ni mkakati ulio sirini, hata viungo vya mtu bado havijawahi kutimiza. Lile ndio linaitwa wazo. Amekusudia leo nitaamka naenda wapi. Lile ndio wazo. Hata walio karibu naye hawajui leo hii anafanya nini. Wazo lile, neno la Mungu linatambua lile wazo. Mungu anatambua lile wazo. Kwa hiyo huyu anayetubu ajue Mungu anayatambua mawazo yangu. Kwa hiyo mawazo ya uchawi
natakiwa niache mawazo ya wizi, natakiwa niache mawazo ya ulevi, natakiwa niache mawazo ya uchawi, natakiwa niache mawazo ya uchoyo, mawazo ya ulafi, mawazo mbalimbali yaliyo kinyume na Mungu, natakiwa niache. Huko ndiko kunakoleta maana ya kutubu, na hivyo ndivyo vigezo vya mtu kumpokea Kristo na kupata wokovu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasimama mbele yako, unanisikiliza, unanisikia, unanielewa. Nimekueleza kwamba kutubu kuna upana. Acha kulipua mambo, kwa kuwa kutubu kuna zama zaidi ndani ya hisia za ndani. Kutubu kunatengeneza mfumo tofauti ndani. Kutubu kunaleta badiliko la ndani. Kutubu kunaanza kutoa taarifa za ndani kwa nje. Bwana Yesu anasema kimtokacho mtu ndicho kinachoujaza moyo wake. Unaona, mtu anasali, yuko kanisani, amelewa, alafu anakuambia Mungu anaangalia moyo. Taarifa za moyo mwili unazionyesha kwamba huyu ndani kuna tabia gani, kuna taarifa gani ndani. Mwili ndio unathibitisha kilichoko ndani. Kati ya mwaka 98 pana mhubiri mmoja alienda kuhubiri kata Kitulo pale tokea Tunduma. Alihubiri sana yule mzee, watu wengi wakaokoka, wakaongozwa toba wengi, wakabatizwa wengi. Changamoto ilipotokea, je, wamejua kwamba wao wamefumuliwa, sasa wanafumwa upya? Wamejua? Hawajajua bado. Basi mzee mmoja, kwa kuwa bado hajafumuliwa, ili ajengwe upya, rekebishwe, msingi mbovu wachane nao, sasa akaenda kirabuni, akanywa, akalewa, akarudi nyumbani kwa mke wake. Alikuwa na watoto 3. Sasa zamani kulikuwa na redio fulani hivi ziliitwa Walkman, karedio fulani kadogo kadogo hivi. Sasa hivi viko vingi vya Mchina vimeibuka hivi karibuni. Sasa siku hizo kilikuweko kiredio cha aina ile, kiliitwa Walkman, kadogo tu hivi. Sasa kale karedio amekaweka pale nyumbani, amefungulia redio pale, inaimba. Sasa bwana amepiga muziki, ile redio imeimba, akacheza pala, akacheza. Yuko wanangu, cheza msiingize rohoni. Akacheza eti cheza msiingize rohoni, cheza msiingize rohoni. Ase, kwa kuwa tulikuwa mashuhuda, jambo nililokosea ni moja, kwamba nimesahau wimbo ulikuwa unaimbwa unasemaje, ila nakumbuka tukio kwamba yule mtu aliokoka ni fulani bini fulani, aliokoka kwa mahubiri ya mhubiri fulani. Halafu nakumbuka kwamba yeye alikuwa akisema nini. Hapo ndio sijasahau. Cheza wanangu msiingize rohoni. Yamerewa kabisa, yuko hoi, cheza wanangu msiingize rohoni. Wakati mwingine analala na chini, cheza wanangu msiingize rohoni. Huu wimbo ni wa kipagani. Yaani wacheze alafu wasiingize rohoni, kwa sababu wimbo ni wa kipagani. Kucheza kunatoka ndani. Kucheza ni mfumo ambao unasababishwa na hisia za ndani, ndio kunamfanya mtu acheze. Hawezi tu akawa anacheza hajasikia chochote. Baada ya kusikia wimbo, unaenda unaukonga moyo unafurahia ule wimbo, moyo unacheza kwanza, ndipo mwili unatekeleza penzi la moyo. Kwa hiyo tunapozungumza kutubu, ni lazima mtu ajue neno la Mungu lijepesi kuyatambua mawazo ya watu, tena lina nguvu, ninakata zaidi ya upanga wowote ukatao kuwili.
linakata zaidi ya upanga wowote unaokata kuwili. Lenyewe linakata zaidi, linagawanya mafuta na damu na nyama na vifupa vyote, linatenganisha, linaanza kumfuma mwanadamu upya ili afanyike Mkristo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Ndugu yangu, wakati unaendelea kunifuatilia na kujifunza neno hili, naomba ufahamu vizuri, moja ya vigezo ambavyo watu wanaotubu wanafikia wokovu wa kweli wanatakiwa kuwa navyo ni pamoja na kukubali kufumuliwa ili wafumwe upya. Wakubali kufumuliwa ili wafumwe upya. Ukiambiwa hiki kitu, okay, thank you my God. Thank you very much my Jesus. Yesu ni wa ajabu sana. Unajua, tunapohubiri anatupatia mifano inayoendana na watu. Yeye mwenyewe anajua kabisa na alielewa kwamba watu hawajui mambo ya mbinguni. Alisema mambo ya duniani yenyewe hamuyawezi, niyawaambieje ya mbinguni? Kwa hiyo aliwekea mifano ya ngano, mifano ya zabibu, mifano ya ng'ombe na punda, watu ambavyo vitu wanavifahamu. Sasa ninapozungumza swala la Mungu, namna anavyotaka kumfuma upya mwanadamu, naomba niweke swala la serikali na namna ambavyo watumishi wake wanarekebishiwa vitu vyao. Serikali imetoa mradi wa barabara. Magufuli kuna namna fulani tunaweza hapa tukamsema sana. Alikuwa anasimamia, anazungukia miradi mbalimbali. Sasa nakumbuka wakati akizungukia, kuna miradi alikuwa anaikataa. Sasa namna ambavyo ilikuwa, ukiambiwa mradi huu uko chini ya kiwango, maana yake tayari huo mradi umekataliwa. Ukisikia huu mradi uko chini ya kiwango, maana yake huu mradi umekataliwa. Na kama umekataliwa, inakuwaje? Je, tunaahirisha kujenga? Je, tutalazimika kuutumia huu? Je, gharama zake zinakuwa zimekomea? Inakuwaje kinachoendelea? Maana yake huu mradi wenyewe unatakiwa, lakini ulivyotekelezwa sivyo. Unatakiwa ubadilishwe. Namna ya kubadilisha, hatutabadilisha eneo la utekelezaji. Eneo la utekelezaji ndio hili na uwanja ndio huu. Hapa kinachofanyika ni vifaa vimeharibika. Hiyo ni hasara ya mkandarasi au injinia. Huyu ndiye atakayejua atavigharamia vipi ili mimi niupokee huu mradi kwa makubaliano yale ya kumlipa shilingi milioni 1. Kwa hiyo sasa, huyu aliyesimamia hii kandarasi au aliyesimamia huu ujenzi, huyu injinia, huyu mkandarasi, analazimika sasa kutengeneza kitu kinachokubaliwa na serikali. Kwa hiyo lazima aanze kufumua, aharibu kabisa ujenzi uliojengwa. Mradi hauko sawa, ufumuliwe, halafu vianze kufuatwa vigezo vya kufuma upya mradi unaotakiwa kwa kufuata maelekezo ya ramani. Mradi unabomoa, fumua kabisa, peleka kila kimoja huko na kule, vianze upya, vinaletwa vingine vipya, vinawekwa hapa. Hivyo vilivyoharibika tupa kule, tunaanza kuleta vipya kwa mpangilio bora ili kufikia mradi unaokubaliwa, mradi unaopokelewa. Mfano huu uko wazi sana, utakuwa umejulikana vyema sana masikieni mwenu, na utakuwa imeleta tija kwenye akili zenu ili kuelewa zaidi ninachoeleza. Kwa hiyo mtu anapotubu, maana yake amekubali kufumuliwa.
Manake tunapoanza kumfundisha sasa, yeye alikuwa anatembea na wanawake 10. Atakapokuja tunamwambia yule uliye naye ndani mwako anatosha. Tayari tunafumua lile wazo la kutoka nje ya ndoa. Tunataka bakie sehemu fulani, anatakiwa fungwe kwenye ndoa yake. Tunafumua alikuwa na mfumo wa kulea watoto wa wenzao, amewatelekeza wako wake. Tunafumua hiyo tabia, tunafuma mpya. Tunamwambia siye wajali wa nyumbani mwake ni mbaya. Tunaanza kufumua. Anapofumuliwa anajengwa upya, ndiye anakuwa sasa huyu amefikia vigezo vya kuwa Mkristo wa kweli. Sema amen. Haleluya. Hakika neno la Bwana ni tamu zaidi ya sega la asali. Neno la Bwana ni tamu zaidi ya sega la asali. Ndugu zangu, kama kuna mtu anielewi, nawapa uhuru. Tuma message niulize swali, nitakujibu kwenye microphone kama hivi ninavyozungumza, nitakujibu. Kama unaona kuna mahala unielewi, tuma message, na ikibidi nitakapomaliza kuhubiri piga simu kabisa. Namba yangu mara kadhaa nimeitaja na leo narudia, yenyewe ni 0742 0716 01. Narudia hiyo namba, pengine sitaitaja tena. 0742 0716 01. Mimi naitwa Legani Joseph Luvanda, ndiye niliyesimama mbele yako, ninayesikika masikioni mwako. Unaweza kutuma message ukahoji, ukapiga simu ukahoji, hata kuja nyumbani tukahojiana namna ambavyo nimefundisha. Wapi hujaelewa? Na yamkini inawezekana kuna sehemu imeeleweka, ila wewe hujafikia viwango toshelevu vya wewe kutaka kujua jambo. Njoo, Bwana kutia nguvu. Ninaamini yeye amenituma kwa ajili ya hili, atanipatia hekima ya kukujibu na nitakujibu. Ninaamini siwezi kulijibu swala la maabara ambako mimi sijasomea huko, sintokujibu, lakini kwenye swala la imani na injili ni ubirio, nina nafasi na chansi kubwa ya kukujibu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ninapokueleza swala hili, naomba mtu wa Mungu elewe, moja ya vitu ambavyo tumeona leo kwa undani ni hili jambo. Tumeliona kwa kina zaidi, namna ya mtu kukidhi vigezo vya kuwa Mkristo wa kweli. Ni lazima, jibu la jumla lililo moja, tunasema mtu akubali kufanywa upya. Akubali kufanywa upya. Huyu ndiye aliyetubu, kwa hiyo anakuwa na vigezo vya kuwa Mkristo wa kweli. Amekubali kufanywa upya. Wanafikiri lile neno la Bwana Yesu, mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, unafikiri lile neno ni dogo? Mwanafunzi, lile neno usifikiri kitoto. We angalia, pana timu ya walimu wa awali, pana timu wa elimu ya msingi, pana timu kwenye sekondari, pana timu form 5 form 6, pana timu kwenda chuo. Hao ni wanafunzi, wanasoma. Yanabadilika tu majina kwamba hawa ni wanachuo, hawa sijui ni high school, hawa sijui ni primary. Amuna, yanabadilika tu majina. Wote hawa ni wanafunzi, wanajifunza, wanasoma. Sasa angalia process ilivyo ngumu, ndugu yangu. Kuanzia mdogo kabisa, unaanza chekechea, unapiga hatua ya pili, unaenda kwa ya msingi, darasa la kwanza mpaka la 7, bado mwanafunzi. Unajifunza unajifunza 1 2 mpaka 10, unaendelea mpaka uanze kubadili na ndimi zinaongea tofauti mpaka ufikie wewe. Waliosoma hili jambo wananielewa vizuri. Ukifanya summary ya miaka mtu amekaa darasani ili afikie kuwa na elimu,
Ni miaka mingi kweli, ni miaka mingi sana. Unapofanya samale ya mtu amekaa kusoma, ni mwanafunzi, ni miaka mingi. Na ndio maana Yesu alisema tuwafanye mataifa kuwa wanafunzi, kwa sababu kwenye mchakato wa kumfanya mtu awe mwanafunzi kunaleta matokeo mazuri kwa jamii, kunaleta matokeo mazuri kwa nafsi ya mtu yeye mwenyewe, kunaleta matokeo mazuri kwa wale atakaosimama mbele yao, kunaleta manufaa mazuri mahali popote atakapokuwapo, kunaleta maslahi mazuri hata kwa wadudu. Na ndio maana TANAPA wanahifadhi na kutunza wanyama porini na wadudu aina mbalimbali. Ni maslahi ya elimu. Alifanyika mwanafunzi, na mtu aliyeokoka akifanyika mwanafunzi ataleta maslahi bora mazuri, atasababisha matokeo chanya pahali popote alipo, kwa sababu amepata elimu, amefumuliwa ule mfumo wa ujinga. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza akasema, tunatakiwa kuondoa ujinga. Ni moja ya hatari na adui tuliye naye. Sasa tutauondoaje? Lazima watu wawe wanafunzi. Yesu anaposema mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi, hapa ni kufumua mifumo na kufuma mifumo mipya. Watu walikuwa wanajua maisha yao ili yaende ni matambiko, maisha yao ili yaende ni kwenda kwa waganga. Tunafuma mifumo mipya. Hadi mbunge wa kwanza katika jimbo la wilaya Makete, Mheshimiwa Tunteme Kesanga, aliwahi kuongea na mababu zetu. Ni story tunasimuliwa, wengine hatukuwako kwenye mkutano, ila ni story inasimuliwa na ndivyo ilivyosimuliwa zaidi. Alisimama kazungumza nao, korogeni sana pombe, msije mkaua watoto. Leo hii tunasema watoto hawasomi kupitia pombe tu, wala kupitia ulanzi. Tumegundua na viazi vinaleta hera, tumegundua na kuku zinaleta hera, tumegundua na mandazi yanaleta hera, tumegundua sasa hivi ni vingi. Kwa hiyo mifumo imefumuliwa, na ndio maana zamani kila ukoo ulikuwa na matambiko na eneo la kwenda kutambikia, lakini leo kila ukoo una tabia tofauti tofauti. Ni kwa sababu mifumo inafumuliwa, inafumwa mipya. Zamani walikuwa na mifumo ya kukoroga pombe, wanywe pombe, halafu watoto wale machicha waende shuleni. Leo mifumo imefumuliwa, hatuli machicha wala pumba, tunakoboa, tunasaga, tunakula vizuri. Mifumo imefumuliwa. Zamani waliishi porini, kila mmoja kivyake. Rais wa Jamhuri ya Muungano akatangaza kuwa nasogeza, tunaanza kuondoa watu waliokaa kila mmoja kivyake, wakusanyikane. Aliharibu mfumo ule wa kukaa peke yake, akatengeneza mfumo wa kukaa pamoja. Lile neno Bwana Yesu alisema, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, ni neno moja pana sana. Watu waondoke kwenye taswira waliokuwa nayo ya awali, warejee na kuingia, wajikite kwenye taswira mpya, kwenye mfumo mpya, kwenye muono mpya. Zamani kila aliyeota anapokuja anasimulia nimekabwa, anasimulia nilikuwa nang'atwa na mbwa, anasimulia anapigwa. Lakini unapoingia kuwa mwanafunzi, unafundishwa, unaelekezwa maisha yalivyo, hali ilivyo. Unaanza na kuota unajenga nyumba, unaanza na kuota unaendesha gari, badala ya kuota unarushwa kwenye vipembe. Unaanza kuota unaendesha ndege, unaanza kuota unaendesha meli, unaanza kuota sijui uko wapi sehemu nzuri. Ni kwa sababu mfumo uliofumiwa ndio unaokuongoza kuvitafakari vile vitu ambavyo umefumiwa kwenye ubongo wako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumepachambua kwa kina. Niseme asanteni kwa kunisikiliza, na asanteni kwa kuambatana pamoja nami. Mungu awabariki sana. Wakati mwingine tena tutaonana kama Bwana akipenda. Kama nilivyosema, jambo ambalo si leo linatarajiwa kesho, hilo tuombe kama Bwana akipenda.
lakini jambo la leo tuseme Mungu tusaidie tulitimize leo. Kwa hiyo hivi ninavyosema, kama Bwana akipenda, manake leo tumeshahubiri na tumeshajifunza. Kwa hiyo tutaomba Mungu atusaidie kama akipenda tufikia siku ya kesho ili tujifunze tena. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikusii ndugu yangu, endelea kukaa uweponi mwa Mungu, endelea kutafakari. Hata kama hutaki kuokoka, nikwambie endelea kutafakari, kwa sababu kuokoka si hiari ya mtu, bali kuokoka ni mpango wa Mungu kumwokoa mtu. Kwa hiyo wewe, inawezekana unamtafuta aliyechimba shimo, lakini Mungu mpango wake anataka akutoe shimoni uendelee kuwa huru. Sasa tunapofika mwisho wa ibada, naomba nikualike mahali hapa ibada zinaendelea. Kila siku ya Jumanne saa 10 kamili jioni, na kila siku ya Ijumaa saa 10 kamili jioni, nazo zinahitimishwa saa 11:45. Na siku ya Jumapili ibada zinafanyika kuanzia asubuhi saa 4 kamili mpaka saa 6:30, na jioni saa 10 kamili hadi saa 11:45. Kwa hiyo niwaalikeni sana kanisani. Huduma zingine zinaendelea muda wowote inapobidi, ikiwa ni pamoja na maombi, ushauri na maelekezo mbalimbali ya neno la Mungu. Hivi vinatolewa panapobidi. Maana yake mtu hatuwezi tukasema tusubiri mpaka Jumapili au mpaka Jumanne ibadani wakati mtu anaumwa leo. Hatuwezi kufanya jambo kama hilo, nao utakuwa ni upumbavu. Lakini hatuwezi kutangaza ratiba zake, kwa sababu haya hayaandaliwi, ila yanatokea. Kwa hiyo yakitokea, pale yanapotokea tunapambana nayo. Kabla hayatokea hatupangi ratiba, kama ambavyo watu hatupangagi ratiba ya kufa. Watu wote tumepanga ratiba za mafanikio, lakini hakuna mpumbavu mmoja katikati yetu aliyepanga na kufa tarehe ngapi. Hayupo. Atokee mpumbavu mmoja apange mpango eti mimi nataka niishi mwezi wa pili na kufa, yaani mwakani mwezi wa pili na kufa, nataka nife mwezi wa pili. Yaani mwingine anasema nataka ninunue gari, mwingine anasema nataka nijenge, mwingine nilime, mwingine nisome, mwingine sijui nifanyaje, alafu yeye anasema mimi nataka nife. Hakuna huyo mtu. Kwa kusema haya, naomba tumshukuru Mungu ili kuhitimisha ibada yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mshauri wa ajabu, wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa wema na fadhili zako, kwa nguvu na mamlaka yako Yesu. Bwana wa majeshi, tukuzwe, uhimidiwe. Unastahili sifa na utukufu. Wewe Adonai unatozeresha, ni Baba uishie milele. Kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, Mungu asante kwa ajili ya neno lako. Watu wako tumejifunza, Roho Mtakatifu mfalume, watu wako tumeona namna ilivyo toba inayotakiwa na namna Mungu unatutaka tutubu mbele zako. Yesu, kila mmoja amesikia kwa sikio lake neno hili. Nimesoma masikioni mwa watu wako, nimesoma mbele za watu wako. Bwana, wamesikia, wamelipokea. Bwana, nimewaeleza. Ninakushukuru kwa kuwa ndiwe Mungu ambaye umenisimamia, nawe ndiwe Mungu ulikuwa upande wao ili walisikie. Asante Bwana. Hivi tunahitimisha ibada hii kwa ajili ya kujiandaa na ibada nyingine. Baba, ninakubariki. Pokea sifa na utukufu ishie milele. Bwana, ninakushukuru. Amen. Mungu abariki sana. Yuko mtu anajiuliza, huyu anayehubiri anahubiri wapi? Kanisa gani? Nahubiri kutoka Isaplano katika kanisa la Famti. Usharika wetu uko kwenye mtaa wa Ilala, na majina yangu naitwa Mchungaji Legani Josefu Luvanda. Mungu akubariki sana.